Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu mahali ulipo. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yako, kwa namna ambavyo ameendelea kutunza tangu tulipokutana kwenye mfululizo ule uliopita mpaka huku. Neema ya Mungu imeendelea kuwa pamoja na sisi, lakini zaidi huruma zake, fadhili zake zimeendelea kutufunika. Tulikutana mwezi wa 3 na huu ni mwezi wa 4. Neema ya Mungu imetutetea na kutuingiza kwenye huu mwezi. Vita vilikuwa ni vikali. Nashukuriwe Mungu wetu Yesu Kristo, ambaye katika yeye tunashinda na zaidi ya kushinda. Si kwa sababu ya nguvu, lakini ni kwa sababu ya upendo wake, ambao huo upendo wake umekuwa kusaidia, na naamini hapo ulipo unaendelea kukunja na kushindia vita mbalimbali vya siri na za wazi. Sio hiyo, tumeshavuka robo ya kwanza ya mwaka. Manake tangia mwezi wa kwanza, huu ni mwezi wa 4. Ni fadhili za Mungu, ni huruma zake kwamba tuangamii, ni kwa rehema zake kwamba tunaendelea kustawishwa na kuendelea mbele licha ya changamoto nyingi ambazo inawezekana kwa namna moja au nyingine zimekuwa kwenye maisha yetu. Hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu, na ninatamani kabla tujaendelea mbele sana tumshukuru Mungu. Mungu, tunakushukuru sana katika jina la Yesu. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa fadhili zako. Asante Bwana, wewe ambaye hulali, wewe ambaye usinzii, wewe ambaye unakesha kwa ajili ya maisha yetu, wewe ambaye unashughulika na fadhaa zetu zote. Asante kwa uaminifu wako. Umekuwa mwaminifu Bwana 2025. Tangu tulipoanza mwezi Januari, Bwana umetubeba. Neema yako imetusafirisha. Kwa hiyo neema yako tumetembea, Mungu aliye hai, mwezi wa kwanza wote, mwezi wa pili, mwezi wa 3, mwezi wa 4. Bwana umetuingiza kwa hiyo neema yako. Ewe Mungu aliye hai, wakati tunapoanza mwezi wa 4, tunakumbuka fadhili zako za Januari, tunakumbuka fadhili zako za mwezi wa pili, tunakumbuka fadhili zako za mwezi wa 3. Katikati ya mambo mengi Mungu ulitushindia, katikati ya vitu nyingi za siri na za wazi, Baba, tumeona mkono wako, tumeona ushindi wako, umetusaidia Bwana. Hata pale ambapo akili zetu hazikufikiri Mungu aliye hai namna tungevuka, tuliona msaada wako ukituvusha, tuliona mbingu ikilinda maisha yetu. Hata pale ambapo hatukujua tungevukaje, hatukuona njia, Mungu wetu utupendaye, ulifungua njia tukavuka salama, ulifungua njia tukavuka salama. Hata yale maeneo ambayo Mungu akili zetu za kibinadamu hazikuelewa tungepataje msaada, wewe Mungu ulitufanyia msaada kutokea patakatifu pako. Sio tu msaada wetu, lakini ulitufanyia msaada sisi Bwana na ndugu zetu wa karibu na wa mbali. Ulifanyia msaada kwa watoto wetu. Mungu aliye hai, tumerudi kukushukuru wewe, tumerudi kukushukuru. Tunatambua fadhili zako, tunatambua neema yako Bwana. Tunaomba hizo fadhili ambazo ni mpya kila siku asubuhi, hizo fadhili ambazo ni mpya kila siku asubuhi, tunaomba Mungu aliye hai ziwe juu yetu tena kwenye huu mwezi wa 4, ziwe mpya tena juu yetu mwezi wa 4, ziwe mpya kwetu Bwana asubuhi ya leo. Zitufunike tunapoanza kujifunza, na Mungu aliye hai ziende pamoja na sisi kwenye mwezi wote wa 4, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunakushukuru Mungu aliye hai kwa fadhili na neema zako, kwa jina la Yesu Kristo, amen, amen. Basi namshukuru Mungu sana kwa ajili ya kwako, kwa namna ambavyo umekuwa ukifuatilia masomo toka tulipoanza mpaka hapo tulipo. Kwa kweli Mungu akubariki sana kwa kuendelea kuchukua muda kusikiliza, na tumeendelea kupokea shuhuda tofauti, na hii ni ishara njema kwamba Mungu yupo kazini, na tunamshukuru Mungu sana kwamba sisi ni watendakazi tu pamoja na Kristo, lakini anayetenda ni Kristo. Kwa wanaovuka, wanaokutana na neema ya Mungu, wanaovushwa na maarifa, si sisi bali ni Kristo atendaye kazi ndani yetu. Somo letu ambalo tunaendelea nalo lina kichwa kinachosema linda sana imani yako katikati ya jaribu. Linda sana imani yako katikati ya jaribu. Na tuna masomo mawili ya msingi, ambalo somo la kwanza ni la Waebrania 11:1. Biblia inasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Lakini pia tuna Waebrania 10:38. Biblia inasema
habari ya mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Na kutokea kwenye haya masomo mawili ya msingi tumekuwa na mambo kadhaa ambayo tumejifunza, na kama utakumbuka huu mfululizo wa leo ni mfululizo wetu wa 4. Mfululizo wetu wa 4 katika hili somo, na tunajifunza kichwa kidogo ndani ya hili somo ambacho kinasema mambo ya kuzingatia ili imani yako isiumbe katikati ya jaribu. Na wakati uliopita tulikuwa na jambo la pili ambalo unatakiwa kufanya ili imani yako isiumbe. Na jambo lile ambalo tulijifunza linasema usitake kutiwa moyo na watu wa karibu wakati tunapita kwenye jaribu. Badala yake omba Mungu aachilie neno ndani yako la kukuvusha. Na tulijifunza hii habari pana kidogo na tukaomba. Lakini leo natamani tuendelee na jambo la 4 ambalo unatakiwa kuzingatia ili imani yako isiumbe katikati ya jaribu. Na jambo letu la 3 ambalo tutajifunza leo ni hili: chunga sana ni nini unachosema katikati ya jaribu. Jambo la 3 ambalo unatakiwa kuzingatia sana ili imani yako ilindwe katikati ya jaribu ni chunga sana nini unachosema katikati ya jaribu. Chunga sana ni nini unachosema katikati ya jaribu. Unaweza kwanza kutafakari na kujiuliza habari ya kuchunga unachosema. Okay, ngoja labda tuzungumzie vitu chache tutasoma maandiko na nitakueleza baadhi ya mambo. Maneno yako katikati ya jaribu yanatafutwa sana na shetani ili aweze kuyatumia kukushtaki na hatimaye kumaliza. Maneno yako katikati ya jaribu yanatafutwa sana na shetani ili aweze kuyatumia kukushitaki na hatimaye kumaliza au kukuangamiza. Nasema kwa nini? Shetani yeye ni kama simba au ngurumaji na anatafuta mtu ila mmeze. Kama shetani ni kama simba au ngurumaji anatafuta mtu ammeze, maana yake kwamba moja ya mlango mkubwa sana ambao shetani anaweza kutumia kummeza mtu ni maneno anayoyasema mtu. Haijalishi hali unayopitia, jaribu linaweza kukupitisha kwenye maumivu makubwa sana ambao katikati ya maumivu shetani anaweza kukutega kwa maneno yako. Na ndio maana ninasema chunga sana nini unachosema katikati ya jaribu. Ninaposema chunga sana maana yake kuwa makini na kitu unachokisema katikati ya jaribu, kwa sababu hicho unachokisema katikati ya jaribu ndicho kinaweza kutumika kama silaha upande wa shetani kukuangamiza. Shetani atatumia kama silaha kukumaliza, kwa sababu Biblia iko wazi inasema shetani yeye ni mshitaki wetu, na kazi anayoifanya anatushtaki mchana na usiku. Anatushtaki wapi? Kwa Baba, mbele ya kiti cha enzi. Kwa hiyo shetani angetaka kukushtaki kwa haraka mbele ya kiti cha enzi, mbele za Baba, moja ya kitu anachotumia atatumia maneno. Na hatumii maneno wanayosema watu wengine. Maneno wanayosema watu wengine yanaweza kuwa na nguvu, lakini maneno unayosema wewe mwenyewe, maana unapiga muhuri kwa kinywa chako. Ama maneno shetani akiyapata anaweza kuyatumia vibaya sana katika kukuangamiza, katika kukukwamisha usifikie kule ambapo Mungu anataka kufikia. Anaweza kuyatumia vibaya sana kuharibu imani yako, kuharibu mahusiano yako wewe binafsi na Kristo. Ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu, kwenye kitabu cha Ayubu 2:9-10. Ayubu 2:9-10. Ayubu 2:9-10. Ayubu 2:9-10. Utaona Biblia inaweka wazi maandiko haya. Biblia inasema ndipo mkewe akamwambia, "Je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Umkufuru Mungu ukafe." Lakini yeye akamwambia, "Wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu anenavyo. Je, tupate mema mikononi mwa Mungu nasi tusipate na mabaya?" Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Kumbuka hapa Ayubu yupo katikati ya jaribu.
Na ukisoma jaribu la Ayubu lilikuwa na vituo kadhaa. Kituo cha kwanza ilikuwa ni hicho kupokea taarifa mbaya ya kupotea kwa vitu kila alichokuwa nacho, alafu anaendelea kulimidi jina la Bwana. Inakuja ngazi ya pili, afya yake ikaanza kupata shida, mwili wake ukashambuliwa na majipu yote. Sasa angalia kitu ambacho mke wake anamwambia utaendelea kushikamana na utimilifu wa huyu Mungu wako. Hili neno utaendelea kushikamana na utimilifu, maana yake unaendelea kushikilia imani, ndicho anachoambia. Alafu sikiliza, anamwambia umkufuru Mungu kafe. Kumkufuru Mungu maana yake kwa tafsiri nyepesi anajaribu kutaka kumwambia kwamba aachane na huyu Mungu, afute Mungu mwingine. Kwa maana nyingine anajaribu kusema huyu Mungu haja kusaidia. Lakini nisikilize, haya maneno ya mke wake na Ayubu, ukweli ni kwamba nyuma ya maneno Shetani alitumiwa na adui. Na kwa sababu alitumiwa na adui, kilichokuwa kinalengwa, moja ya vitu vingi vilivyokuwa vinalengwa, Shetani alilenga kumkamata Ayubu kwa maneno. Alitaka Ayubu kwa kinywa chake mwenyewe atamke maneno ambayo yatamfunga, na ili Shetani atumie hayo maneno kumshtaki. Kwa sababu iko hivi, kuna saa ambao unaweza kupita mahali pagumu sana, ambapo katikati ya hiyo hali ngumu unayopitia utatamka maneno magumu sana, ambayo hayo maneno mpaka wewe mwenyewe ukiambiwa kwamba umeyatamka unayosiamini. Ndicho Shetani alitaka kwa Ayubu katikati ya hiyo. Neema ya Mungu ilikuwa juu ya Ayubu, na mbingu iliamua kumtetea Ayubu katikati ya ile jaribu. Unaona haya maneno ambayo mke wake na Ayubu anamwambia Ayubu amkufuru Mungu wake. Angalia kitu Ayubu anachojibu. Anamwambia, wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu anenavyo. Umeona? Kwa tafsiri nyepesi, anachotaka kukimaanisha hapa ni kwamba namna unavyonena na wanawake wengine wapumbavu wanavyonena hakuna tofauti. Lakini hakumwambia kwamba wewe ni mwanamke mpumbavu. Anasema unanena kama moja hao wanawake wapumbavu wanenavyo. Hii ni hekima tofauti sana Mungu alimpa kwenye maneno ya kinywa. Ndio yuko katikati ya maumivu. Alafu unaona mstari huu nao unapomalizikia huu wa 10, anasema katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Maana yake Shetani, moja kitu alikuwa anakitaka kwa Ayubu, alitaka Ayubu afanye dhambi kwa midomo yake. Kwa midomo yake atamke kwamba Mungu ameshindwa, atamke kwamba Mungu hawezi kumsaidia. Ndicho kitu Shetani alikuwa anakiwinda, na alitaka chukua hayo maneno kisha tamka tu ayapigie muhuri. Ila akiyapigia muhuri ayatumie hayo maneno kama mashtaka katika kumwangusha. Lakini angalia neema ya Mungu iliyokuwa juu ya Ayubu. Ayubu, Biblia inasema hakufanya dhambi kwa midomo yake. Neno hili hakufanya dhambi kwa midomo yake, maana hata katika kuzungumza hakuzungumza maneno ambayo yangemtia hatiani, maneno ambayo yangemfanya aingie kwenye matata, aingie kwenye hatia. Lakini Mungu alimpa hekima ya ajabu ambayo katikati ya maumivu makali anamjibu mke wake kwenye namna ambayo kabisa ilifaa mwambie wewe ni mwanamke mpumbavu. Lakini hamwambii yeye ni mwanamke mpumbavu. Anasema unavyonena ni kana kwamba unanena kama wanawake wapumbavu wanena. Alafu anamwambia, je, tupate mema mkononi mwa Mungu nasi tusipate na mabaya? Alafu Biblia iko wazi, katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Maana Shetani alikuwa anataka mkamate Ayubu kwa maneno ya kinywa chake, ili ayatumie hayo maneno kumwangusha Ayubu. Lakini ashukuriwe Yesu ambaye kwa neema yake alimsaidia Ayubu katikati ya maumivu makali. Wakati maneno anasema alipokuja kuitikia yeye, aliitikia kwenye namna ambayo ilijaa hekima, kiwango ambacho Shetani alipotafuta maneno ya Ayubu ila mkamate hakuona. Kwa sababu kwa namna kawaida wangeweza kusema Ayubu amemtukana mke wake, lakini Biblia iko wazi kabisa. Hakusema kwamba mke wake na Ayubu ni mpumbavu, lakini alimwambia kwamba unavyonena ni kama hao wanawake wapumbavu wanena. Maana hata kama angemshtaki Shetani akipeleka maneno ya mashtaka kwamba mke wa Ayubu ametukana, Ayubu amemtukana mke wake, Ayubu angeshinda kwa sababu hajamwambia mke wake ni mpumbavu. Ila anaposema hii namna unavyonena ni kama hao wanawake wapumbavu anavyonena. Alafu angalia maneno ambayo mke wake anasema mkufuru Mungu. Naona msisitizo ambao Ayubu anakuja kuyaweka kwa maneno yake ya kutamka. Anasema, je, tupate mema mkononi mwa Mungu nasi tusipate na mabaya?
Kwa mke wake anasema habari ya kumkufuru. Ayubu anakuja kwa maneno yake, anashindilia, anaweka nyundo kwamba je, tupate mema mkononi mwa Mungu nasi tusipate na mabaya. Haleluya, haleluya. Kwa unaona Ayubu anashinda maneno, lakini moja ya kitu alichunga nini anachosema katikati ya jaribu. Kwa sababu ukweli ni kwamba unategwa na kukamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Kwa kile unachokisema ndicho ambacho shetani anaweza kukitumia. Kwa namna nyingine, hakuna namna ambayo shetani anaweza kupiga muhuri wa maneno yako kama wewe binafsi hujasema. Kwa unapoamua kusema kwa maneno yako, ni kusema unapiga muhuri kile unachokisema ili kitokee. Kwa hata kama shetani anataka kukuangamiza, hawezi kukuangamiza kama hujasema. Atasubiri utamke mauti katikati ya hali unayopitia. Alafu shetani anatumia maneno ya mauti kama hati ya mashtaka. Anatumia hiyo kama hati ya mashtaka, na anaweza kutumia hiyo hati kukumaliza. Kwa nini? Unategwa kwa maneno, unakamatwa kwa maneno. Na hii ni kulingana na Mithali 6:2. Ukisoma Mithali 6:2, Biblia iko wazi kabisa. Biblia inasema, basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Kwa ukitamka kifo, manake adui anachukua yale maneno ya kifo, alafu anatumia hayo maneno kukumaliza, anatumia hayo maneno kukuangamiza. Ukitamka kwamba uwezi, adui anachukua maneno ya kwamba uwezi. Akishachukua maneno ya kwamba uwezi, anatumia hayo kama mashtaka kwako, na anapotumia hayo maneno yanakumaliza. Kwa nini? Kinachomaliza mtu ni nini anachosema wakati anapita kwenye hicho anachopitia. Kwa sababu majaribu yana kawaida ya kuumiza moyo. Kama majaribu yanakuumiza moyo, maana yake kwamba katikati ya majaribu unaweza kusukuma kusema. Sasa shida sio kusema, shida ni nini unachosema katikati ya jaribu. Ndicho kinachoamua kwamba je, hayo maneno unayosema yatakustawisha au yatakumaliza. Ukisema maneno ambayo hayana afya ndani yake, maneno ambayo ni kinyume na neno la Kristo, shetani atatumia hayo maneno vibaya na atakumaliza. Lakini ukisema maneno ya uzima katikati ya hiyo hali, utaimarika na adui atakosa uhalali wa kutumia hayo maneno. Kwa sababu Biblia iko wazi kabisa, kwa kinywa cha mtu, maana kinywa cha mtu au ulimi wa mtu umebeba mauti na umebeba uzima. Manake unaweza kutumia ulimi wako labda kuachilia mauti au kuachilia uzima. Na hii ni kulingana na Mithali 18:21. Soma kitabu cha Mithali 18:21, Biblia iko wazi. Biblia inasema, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Unaamua labda ule matunda ya mauti kutokana na ulimi wako, unaruhusu unatamka nini, au ule uzima, manake upate uzima au upate mauti kulingana na unachokitamka. Na ndio maana kama ukitamka mauti katikati ya jaribu, manake mauti inakuja na inaanza kutawala. Kwa sababu usisahau kwamba kwa kinywa chako unaumba vitu. Kwa ukianza kujiuliza mauti imetoka wapi, ni kwa sababu kinywa chako kimeaita mauti. Umetamka mauti, na kwa sababu hiyo mauti inaingia kwenye hilo eneo ambalo umetamka, ndio unapita kwenye afya ambayo si sawa kwa namna kawaida. Lakini usitamke vitu ambavyo ni tofauti na neno la Kristo, kwa sababu adui atavitumia hivyo vitu. Kama ni vitu vya mauti, mauti itakuja. Kuna hizi shuhuda mbili ambazo natamani ni kushirikisha. Naamini kwa hizi shuhuda ukiunganisha na habari ya chunga unachosema katikati ya jaribu, utapata kitu kizuri. Ushuhuda wa kwanza ni huu. Kuna wakati ilishai kutokea ajali ya basi, na ili basi ilikuwa linatoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Ndani ya basi ilifika mahali ambapo dereva alikuwa na spidi fulani kubwa sana, na ile spidi yake abiria wakafika mahali wakachanganyikiwa, kwa sababu dalili zote za ajali kwenda kutokea zilikuwa wazi. Sasa katikati ya ile hali ya kuchanganyikiwa, ikatokea watu wakaanza kupiga kelele. Wengine wakaanza kusema tunakufa.
Wengine wakaanza, kila mtu akawa anaongea alichoweza kuongea. Mama mmoja akapaza sauti kwa nguvu sana, akaanza kusema, tunakufa, tunakufa, tunakufa. Sasa kwenye ile basi alikuwepo mtumishi mmoja ambaye katikati ya hizo purukushani zote yeye alikuwa ametulia kimya. Na alichokuwa anakifanya, alikuwa anasema japo sio kwa sauti. Kwa akawa anasema kinyume na mauti. Akawa anasema kinyume na mauti. Baada ya muda, wakati wale wanatamka tunakufa, tunakufa, yeye anasema tofauti, kwamba tutaishi, hatutakufa, tutaishi, hatutakufa, tutaishi, na kuyasimulia matendo makuu ya Mungu. Anaongea. Baada ya muda kukawa na utulivu. Na kulipotulia, maana yeye hakuhangaika hata kusimama, alikuwa amekaa. Yule mama aliyekuwa anasema tunakufa akamwendea. Alikuwa ni kijana, sio mwenye umri mkubwa sana. Akamwendea, akamuuliza, akamwambia, kijana, wakati purukushani za hii ajali zinaendelea, wewe ulikuwa umetulia kimya. Sisi tulikuwa tunahangaika, lakini wewe ulikuwa umerelax. Akamwambia, mama, sio kwamba nilikuwa nimerelax, nilikuwa naomba. Na akamwambia, mama, ninaomba uwe makini, uchunge sana unachosema. Ikitokea hii siku nyingine habari ya kusema tunakufa iwe mwisho, usiseme tunakufa. Kwa sababu ukisema tunakufa, maana unataka kusaini hati ya mauti ambayo sisi wote tulioko huko ndani tunahalalishwa kuchukuliwa na mauti. Akamwambia, kama unataka kufa wewe, useme ninakufa, tumia nafsi yako. Usiseme tunakufa, unatujumuisha na sisi, si sawa. Unajua huyu kijana alichokuwa anajaribu kumwambia, alikuwa anajaribu kumwambia kwamba kusema tunakufa wakati ajali inatokea, maana yake ni kwamba unasaini hati ya kifo. Na ukweli ni kwamba neema ya Mungu iliwasaidia. Ile ajali, pamoja na kwamba gari iliumba na kuyumba, baadaye ilikuja ikatulia, hakupata madhara yoyote. Lakini ni kwa sababu kulikuwa na kuhani aliyesimama kwenye zamu. Wakati wengine wanatamka kwamba tunakufa, yeye akawa anatamka kuishi, akawa anatamka uhai, akawa anatamka usalama, na mbingu ilisikia maneno ya huyu kuhani. Na kwa sababu alisimama kwenye nafasi yake, haya maneno mengine ya mauti hapo, la sivyo hawa ndugu wangekufa kwa sababu ya kile ambacho walikuwa nakisema, kwa sababu kwa maneno yao wangekamata. Lakini ushuhuda wa pili ni ushuhuda wa kwangu mimi binafsi. Kwenye hatua mojawapo ya kimasomo, niliwahi kupatwa na changamoto moja ya afya. Nikiwa nimekaribia sana kipindi cha mtihani, ghafla macho yakawa hayaoni vizuri. Nikiona kwenye maandishi nikana kwamba naona giza giza. Alafu Jumatatu yake nilikuwa naenda kufanya mtihani. Sio tu kufanya mtihani, ilikuwa ni mtihani wa taifa. Kwa namna nje nikajua hapa ni kumruhusu shetani kupata nafasi, nimeisha. Nilichokifanya, neema Mungu ilinisaidia, sikubadilisha namna kusema. Wakati marafiki zangu tunaendelea kujiandaa na mtihani, sikuambia kitu chochote. Kwa tunaendelea kujiandaa na mtihani, lakini mimi ndo niliyekuwa najua kwamba shida gani nilikuwa nayo. Lakini maandalizi yote yaliendelea. Lugha iliyokuwepo tunaenda kufanya mtihani, maandalizi yote. Siku ya mtihani ilipofika, mpaka nimeingia, nimekaguliwa, nimefika mle ndani, ukweli ni kwamba bado nilikuwa naona hali ya giza giza, sioni vizuri maandishi. Lakini kilichonisaidia nikashinda hii kufupisha ushuhuda ni kwa sababu sikuruhusu kusema tofauti. Katikati ya ile hali ya udhaifu, mimi nilikiri ushindi, nilikiri uzima. Na kwa kweli ni kwamba nilifanya mtihani salama, ile hali ilipotea, maana shetani hakuwa na uhalali wa kuendelea kunishikilia. Kwa nini? Nilichosema kwa habari ya afya yangu ilikuwa ni tofauti na mauti. Kwa mimi sikusema mauti, nilisema uhai, nilisema uzima, na mbingu ikasimamia kwa sababu ni neno la Kristo. Hatimaye nikashinda. Kwa haijalishi mahali ulipo, unaumwa, usikiri mauti. Haijalishi unapita mahali pagumu, usikiri mauti, kiri ushindi. Kiri neno la Mungu. Neno la Mungu linasema Mungu anajua mawazo anayotuwazia sisi, kwamba ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kutupa sisi tumaini katika siku zetu za usoni. Hata kama unapita mahali pagumu, usijiwazie mawazo manyonge, usijisemee vitu vinyonge, usisahau kwamba wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Dunia inaweza kujaribu kukutazamisha kana kwamba wewe unaendana na mfumo wa dunia, lakini niko leo kukuambia kwamba hapana, usijisemee vitu vigumu. Jisemee neno la Bwana, jisemee neno la Bwana. Jifungie, jitamkie, unatembea jitamkie. Kuna kitu kinatokea, tamka kwanza neno la Bwana.
Ni ugonjwa. Biblia inasema kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona. Jitamkie kwamba mimi ni mzima. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwa kupigwa kwake Yesu Kristo uzima uko juu yangu. Alipigwa ili wewe upate uzima. Ndio unapita mahali ambapo hali yako sio njema, lakini usisahau kwamba mbingu ina mipango mizuri kwa ajili yako. Mahali unapopita leo basi ufanye ukatamka maneno magumu ambayo yatakuweka hatiani, yataweka kesho yako hatiani. Jitamkie mema, jitamkie mema, jibariki. Kama hali jibariki, haina gharama yoyote. Nenda kwenye kioo chako, kama unacho kioo chako, ukifika hapo jitazame. Ukishajitazama, jitamkie neno la Bwana kwamba ninajua mawazo ambayo mbingu inaniwazia ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kunipa mimi tumaini katika siku zangu za usoni. Kaa hapo kwenye kioo chako, jitamkie kwamba mbingu ina mawazo mema juu yangu. Hata kama hali unaopitia inagoma, nisikilize. Wewe sio mwili kwanza, wewe ni roho. Usisahau kwa uhalisia wa wewe hauko nje kwenye mwili wako, uko kwenye yule wa ndani, yule wa ndani, yule wa ndani. Kwa usitamke kwa sababu ya mazingira unaopitia kwamba ni magumu. Tamka neno la Bwana. Ndio madaktari wamesema wewe ugonjwa huwezi kupona, lakini usisahau kwamba neno la Bwana linasema anatuma neno lake ili kututoa kwenye maangamizi, anatuma neno lake ili kutuponya. Madaktari wamesema kwa akili ya kwa kibinadamu, lakini neno la Mungu ndio lenye mamlaka ya juu zaidi ya chochote kwenye maisha yako, zaidi ya yote kwenye maisha yako. Tamka hilo neno, tamka hilo neno. Unapoendelea kutamka, neema ya Mungu itakuja, itakufusha. Natamani tumshukuru Mungu. Mungu aliye hai, asante kwa neema yako. Tunakushukuru sana sana kwa fadhili zako ambazo tumezifungua siku hii ya leo. Utupatena nafasi ya kuingia na kujifunza pamoja na wewe. Litukuzwe jina lako, liinuliwe jina lako sana. Tunajua mbingu, Bwana, inaheshimu sana neno lako ambalo kwa vinywa vyetu tunatamka. Na Mungu, natamani siku zote tutamke ahadi zako, tutamke neno lako katikati ya hali zote. Ninaomba Mungu aliye hai kwa ajili ya mpendo huyu ambaye anatufuatilia mahali alipo, neema yako imfunike. Anapita kwenye hali anayopitia, Baba, moyo wake uimarishwe kwa upya. Ninatamka Bwana kuimarishwa tena kwa moyo wake. Ninatamka kuimarishwa kwa imani yake. Ndio anapita mahali ambapo anaumwa, lakini Mungu aliye hai, katikati ya kuumwa, mpe neema kutamka uzima, mpe neema kutamka uzima. Ndio anapita mahali ambapo vitu vyake havijakaa sawa, malango yake hajakaa kwenye namna angetamani yakae. Bwana, kwa kinywa chake mpe neema kutamka, kuumba uzima, kuumba uzima, kuumba uzima, kuumba uzima. Haijalishi Bwana nini kimesimama mbele yake, lakini ninaomba neema yako Bwana imfunike na imsaidie, imfunike na imsaidie, na umsaidie Bwana kwenye kinywa chake kikatamke uzima siku zote, kinywa chake kisitamke mauti. Haijalishi mahali atakapopita, ninaomba Mungu aliye hai, hata kama ni pagumu kiwango gani, atamke uzima, atamke uzima katika jina la Yesu Kristo. Mungu, endelea kumtunza, endelea kumfunika hata kwenye huu mwezi wa 4 wote. Mpe neema yeye na watu wa nyumbani mwake, mpe neema yeye na kazini kwake. Neema yako ikamtunze, neema yako ikamfunike na kumstawisha kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi namshukuru Mungu sana kwa ajili yako kufuatana nasi katika somo hili, na Mungu aendelee kukutunza na kukusaidia. Lakini chunga sana ni nini unachosema katikati ya jaribu. Hata kama mambo ni magumu, tamka neno la Kristo. Sema mimi ni mshindi, si kwa sababu umeona ushindi, lakini unajua kwamba katika Kristo Yesu tunashinda na zaidi ya kushinda katika yale yatupenda. Hata kama hakuna mtu aliye upande wako, tamka neno la Bwana kwamba Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Lakini katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda katika yale. Kwa tamka ushindi, tamka neno, na Mungu atakusaidia sana. Amen.